kuna video sekunde chache tu, lakini sekunde hizo chache zimeamsha hasira, zimeamsha huzuni, zimeamsha maswali mazito sana nchini Kenya. Leo hatutetei mtu, leo hatuhukumu mtu, lakini tunauliza maswali ambayo jamii inapaswa kujiuliza. Hii ni story ya James Opande na ni funzo kwa kila mmoja wetu anayetumia simu na mitandao ya kijamii. Katika siku za hivi karibuni, kuna video moja ambayo imesambaa sana katika mitandao ya kijamii, sana sana X na Telegram. Video hii ambayo inadaiwa kurekodiwa katika klabu moja jijini Nairobi, inaonyesha mwanamke mmoja akiwa katika hali ya ulevi. Anacheza, anatetereka, anaonekana kutokuwa sawa kiakili kwa wakati huo. Ndani ya video hiyo, sauti ambayo ilisikika pale ilifanya mhusika mmoja James Opande atajwe sana. Wengi waliuliza, kulikuwa na haja ya kurekodi, ama kulikuwa na ridhaa ambayo ni consent, ama ulevi unaweza kukuwa na ridhaa? Maswali haya hayakuwa ya mtu mmoja, bali yalikuwa ni maswali kwa taifa zima. Mitandao ilipasuka katika vipande viwili. Kundi la kwanza lilisema, hii ni ukiukaji wa heshima na faragha. Mtu akiwa amelewa hawezi kutoa ridhaa ya ukweli, na hii ilikuwa ni ukiukaji mkubwa sana wa haki za kibinadamu. Kundi la pili likasema, hatujui kilichotendeka kabla ya video hiyo, na klabu ni sehemu ambazo ni za wazi, na pia hatuwezi kumhukumu mtu kutokana na sehemu kimoja ama kipande kimoja cha video. Hapo ndipo Kenya ilipogawanyika baina ya uhuru wa mitandao na heshima na utu wa kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeweza kusambaa katika mitandao, zilionyesha kwamba mwanamke aliyeonekana katika video hii aliweza kuchukua hatua za kisheria na kuweza kwenda kumshtaki James Opande kwa vile alisema ya kwamba au kwa ametoa ridhaa kwa James Opande kuweza kumrekodi, na vile vile masuala haya yaliweza kumuumiza kisaikolojia na kijamii. Ni muhimu kusema hapa, haya ni maneno ambayo yako chini ya uchunguzi na yanapaswa kuchukuliwa kwamba kila mmoja ana haki ya kuweza kuchunguzwa na kusikilizwa kwa haki. Swali kubwa ambalo tunapaswa kujiuliza, ridhaa ni nini? Je, ridhaa ni kusema ndio au ridhaa ni kuwa na akili ama katika hali nzuri ya kuweza kusema ndio? Swali ambalo pia tunapaswa kujiuliza ni kwamba kama mtu yuko katika hali ya ulevi, je, anaweza kujua kwamba anaweza kurekodiwa? Na pili, hiyo video itapelekwa wapi? Na tatu, hiyo video itatumika kwa namna gani? Au madhara yake ya siku ambazo zinaweza kukuja ni yapi? Haya si maswali ya James Opande peke yake, ni maswali ambayo nchi nzima, ni maswali ambayo kila mmoja ambaye anaweza kutumia simu, kila mmoja anaweza kutumia kamera ya simu kuweza kurekodi, anapaswa kujiuliza. Funzo katika jamii ambayo tumeweza kujifunza hapa ni kwamba, ama tunapaswa kujifunza ni kwamba, simu sio tu chombo cha mawasiliano, ama simu sio chombo tu cha burudani, ni silaha. Sekunde 10 peke yake za simu zinaweza kuharibu maisha ya mtu milele. Umaarufu wa mitandao hauzidi heshima ya utu wa kibinadamu. Tunapaswa kukumbuka ya kwamba leo ni yeye, kesho ni wewe, au ndugu yako, au rafiki yako. Kama wewe ni kijana unayependa kurekodi kila kitu, unapenda views, unapenda likes, kumbuka hili: sio kila kitu kinachorekodiwa kinapaswa kushewa ama kinapaswa kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Sio kila kitu kinachorekodiwa ni sahihi, na pia sio kila kichekesho ni sahihi, na sio kila kitu ni trend. Mitandao haisahau, internet haiondoi kumbukumbu. Internet does not forget. Kumbuka hilo kama kijana. Hii si story ya kumwangamiza mtu. Hii si story ya kutetea mtu, wala hii ni story ya kujirekebisha kama jamii. Swali la mwisho ambalo naweza kukupatia wewe, ingekuwa ni wewe unaonekana kwa hiyo video, ungejisikia vipi?
Kama unapenda video kama hizi ambazo zinaweza kuelimisha na kukuza jamii, usikose kusubscribe, usikose kulike na usikose kushare kwa ajili ya kuweza kuwafikia wengi, na pia usiweze kukosa sehemu ambayo inaweza kukuja. Kwaheri.